Mtazamaji, karibu katika mfululizo wa makala za kifua kikuu zinazofadhiliwa na shirika la misaada la watu wa Marekani USAID katika mradi wa USAID Afya Yangu Northern unaotekelezwa na Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation EGPAF kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, TAMISEMI, mashirika wenza pamoja na ITV. Leo bado tunaangazia yaliyojiri mkoani Manyara kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu. Mtazamaji, wilayani Kiteto ambapo timu hii inayotengeneza makala hizi ilikita kambi kwa wiki moja ili kukujuza mtazamaji jitihada zinazofanywa na shirika la EGPAF kwa ugonjwa wa kifua kikuu, ikiwa ni sehemu ya pili ya makala ya mkoa wa Manyara. Wewe ni kiongozi kwenye hii jamii ya Wamasai. Huwa mnakaa na vijana wale wa Kimasai, wale Morani, na kuwapa elimu kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu kwa sababu wewe ushaugua na umepona? Kwa kweli, kwa vile ni mara ya kwanza mimi na bado sasa hivi sijaweza kuzungumzia asilimia kubwa kwamba nimepona. Yaani bado ninachukulia kutumia dawa kipindi nilichoambiwa miezi 3 au miezi 6, ndio maana baadaye nitaweza kuongelea hili. Lakini kwa sasa hivi kwa vile ninaanza kwa muda mfupi, sitaweza kuongelea lolote kwa sababu bado jibu halijapatikana sahihi. Nimeona dalili tu mwenyewe kwamba hali ya kipindi kile nilianza kutumia madawa na sasa kuna mabadiliko mwilini kidogo. Hospitali ziko mbali na huku nyinyi mnapoishi. Mnawezaje sasa kutoka hapa kwenda hadi hospitalini katika umbali mrefu zaidi ya kilomita 90? Kwa kweli hali ndio inachukulia kwamba hali ni ngumu, kwa sababu kutoka hapa mpaka makao makuu ya wilaya ni kilomita 90 na kwa hiyo kwa kweli ukilinganisha na huduma ambayo tumeletewa sasa hivi katika vijiji, tunaishukuru serikali yetu kwamba wametufanyia huruma. Kwa sababu kipindi kile hata watu wakifikiria niende Kibaya, mtu anaweza akakaa mpaka kaadhirika kwa ugonjwa ambao unaweza kutibika kwa ajili ya masafa marefu na gharama. Ndio. Unawaambia nini sasa Wamasai wengine ambao wanatazama hiki kipindi kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu? Kwa Wamasai nawaambia kabisa kwamba katika shirika hili letu ambalo linatoa huduma kwa jamii kwa ajili ya kifua kikuu, naomba washirikiane nao, wawe karibu nao, na tunaomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iendeleze kuwapa uwezo ili waweze kuwafikia wananchi wao katika muda unaotakiwa. Utamaduni wa kabila la Wamaasai hasa katika ujenzi wa nyumba zao inatajwa si rafiki katika kupunguza baadhi ya maradhi ikiwemo maambukizi ya kifua kikuu, kama ilivyojidhihirisha katika mikoa ya Singida na Dodoma. Ujenzi wa nyumba zisizo na madirisha au madirisha madogo sana yasiyoweza kuruhusu hewa kuingia na kutoka, hali inayochangia ongezeko la maambukizi ya ugonjwa huu. Elimu ya maambukizi ya ugonjwa huu katika siku za hivi karibuni imeongezeka kwa jamii za Wamaasai baada ya wadau wa maendeleo kuwafikia na kuwajengea uwezo, kama ambavyo binti huyu wa Kimaasai Soilali namba 2 Masomba wanavyotanabaisha. Kabila la Wamasai inatajwa kwamba ndio wanapenda mazingira haya, sehemu ambayo ni katikati ya msitu, hakuna mwingiliano, hakuna makelele ya magari, hakuna makelele ya pikipiki. Kwa mtu mwingine anaweza kaona ni hatari kuishi katika maeneo haya, lakini kwa wao ni fahari kuishi katika maeneo haya na nyumba zenye ujenzi wa namna hii. Yuko binti hapa ambaye anaitwa Soilali Seko, binti mwenye umri wa miaka 26, ambaye yeye ni miongoni mwa mabinti ambao walipata changamoto ya ugonjwa wa kifua kikuu, lakini kupitia mradi wa USAID Afya Yangu ambao unatekelezwa na shirika la EGPAF umeweza kuwafikia na kuwapatia huduma. Soilali, ujambo binti? Jambo, shikamoo. Marhaba. Ujambo sana? Jambo. Una miaka 26 eh? Ndio. Unasoma? Hapana, nimeshaacha kusoma. Umeacha umemaliza? Nimeacha. Kwa nini umeacha? Niliumwa. Umeacha kwa kidato gani kilikuwa? Kidato cha pili. Kidato cha pili. Yeah. Mtazamaji, mtazame basi, usiangalie chini. Uliumwa nini? Nilianza kuumwa na mguu. Ulifanyaje? Sijajua nini chanzo. Imetokea tu yenyewe, inauma kwa ndani mfupa. Ikaanza kuumwa
shindwa kutembea. Kapelekwa sehemu mbalimbali kutibiwa. Sehemu mbalimbali kama zipi? Dodoma. Kwa waganga wa kienyeji? Hapana. Kwenda kwa waganga? Hapana, sijaenda kwa waganga. Kwa nini kwenda kwa waganga? Babangu hapendi kwenda kwa waganga. Sawa, huko hospitalini ukapata matibabu? Ndio. Ukapona? Nikapata nafuu kidogo. Nikapelekwa Dar es Salaam. Handeni. Kote hospitali au? Ndio. Na vijijini tu. Sasa vijijini hospitali gani? Kibrashi, Songe na Kibaya pia. Kote hukupona mguu? Sikupona mguu. Kwa shule ndio ikaishia hapo? Ndio. Sasa hivi unaendeleaje mguu? Naendelea vizuri. Naendelea vizuri. Ulipataje maambukizi ya kifua kikuu? Sijui. Hali ilikuwaje? Hebu tuelezee kidogo. Ulijisikiaje? Kilikuwa kinabana. Mapafu. Ulikuwa unakohoa? Nakohoa. Lakini kikozi hakitoki. Ndio. Wewe ulijua kama ni kifua kikuu? Hapana. Ulihisi ni nini? Ni kikozi tu cha kawaida. Ulikaa hivyo kwa muda gani? Miezi 3, 4? Ndio. Halafu ukafanyaje sasa? Kwenda hospitali? Nimeenda hospitalini. Nikapata matibabu. Ndio. Ndio nikapona. Ukapona. Hapa Mama Yoyo unaishi na nani? Naishi na dada yangu. Unaishi na dada yako? Ndio nyumba hii hapa? Ndio. Hivi hapa kuna vyumba vingapi munda? Viwili. Viwili. Madirisha yako mangapi? Moja. Una silioni wewe? Nilipo kwa kule. Kubwa dogo? Dogo. Dogo. Kwa nini dogo? Siji. Ndio mila na desturi ya Wamasai. Kama ukipata haja ukitaka kwenda msalani, msala uko wapi siuone? Naenda porini. Naenda porini. Yaani unakwenda kujisaidia porini? Haja kubwa, haja ndogo? Yote. Kwa nini? Na sisi tumekuta hivyo hivyo Wamasai wanaenda porini, wanaenda kujisaidia. Kwa nawe ukishikwa na haja hapo unakimbia tu kwenye kichaka hapo unamaliza? Aisee, nakimbia hadi sana. Sasa huwezi kupata matatizo huko porini, labda wadudu hivyo kaja kama nyoka, unakaa unajisaidia, nyoka kaja akakugonga mofi? Hapana. Hamna kitu kama hicho? Haijawahi kutokea. Umebanwa na haja usiku, unafanyaje? Natoka nje, unaenda porini. Usiku? Saa 8 za usiku? Wewe unatoka usiku? Kama hapo unakuwa unaenda wapi wewe? Hebu nieleze. Tunapita nje, naenda porini. Peke yako? Peke yangu. Alafu unarudi? Narudi. Siku unakuwa kuna giza huko, msitu huu ufiche chochote? Nachukua tochi naenda au taa. Alafu unarudi. Sasa shida yote hii kwa nini msijenge hivyo? Sije. Sasa hivi ile hali ya kifua kubana, homa zile, maumivu bado unayo? Hapana. Umekwisha maliza matibabu? Ndio. Kuna baadhi ya mabinti kama wewe wanapata matatizo haya alafu hawaendi hospitali. Nini unaweza ukawaambia? Naweza nikawashauri waende hospitalini wakapate matibabu kama mimi nilivyopata. Sasa Soilale, hii nyumba ambayo nyinyi mnakaa, nyumba ndogo, mlango mdogo, kadirisha kadogo, udhani kama ndio sababu ya wewe kupata ugonjwa wa kifua kikuu? Sijajua. Sijajua. Kile kichumba kidogo pale kunalala ng'ombe pale? Ndio, ndama. Ndama analala pale. Nanyi pia mnaingia huko ndani? Madaktari wamekushauri nini baada ya kumaliza matibabu yako ya kifua kikuu? Uishi vipi? Umesema tujenge nyumba kubwa yenye madirisha makubwa. Kama ile pale. Tuweze kupata hewa. Ile si nyumba kubwa ile mnajenga? Vipi na madirisha ile? Bado haina madirisha lakini mafundi watakuja kukata. Sasa madirisha pale unaweka wapi? Soilale. Si wanaweka kwenye vyumba. Jamani, madirisha pale yanakaa? Yanakaa. Mchakato wa kuibua wagonjwa wa kifua kikuu katika jamii ya Kimaasai, mtazamaji, umekuwa ukikumbana na changamoto mbalimbali zinazochangiwa na uelewa duni juu ya ugonjwa huu, jambo ambalo limekuwa likisababisha ongezeko la maambukizi na hatimaye kuchelewa kupata matibabu. Mtazamaji, nikiwa bado katika kijiji cha Kimana katika kitongoji cha Esoit, kata ya Partimbo,
hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara. Nimekutana na bibi mwenye umri wa zaidi ya miaka 60, bibi ambaye anaishi katika kijiji hiki, eneo ambalo liko mbali kabisa na eneo la mjini. Naweza kuzungumzia ni eneo la porini kabisa, ni katika yale maboma ya jamii ya watu wa Kimasai. Bibi huyu ambaye unamuona mtazamaji hajui kuzungumza lugha ya Kiswahili. Nimelazimika kuwa na mkalimani hapa ili nizungumze naye, na kubwa anahitaji kufahamu historia yake ya huu ugonjwa wa kifua kikuu. Ulianza lini na hatua gani alipitia mpaka kupata matibabu na maendeleo yake kwa ujumla mpaka sasa hivi. Karibuni sana kwenye kipindi cha Afya ya Jamii, na pengine uniulizie kwa bibi jina lake kamili tutajie, lakini pia atuelezee historia yake ya huu ugonjwa wa kifua kikuu. Asante ndugu mtangazaji. Koko kijanga neno na rara na sasa ya Mbalani. Anasema anaitwa Nakwetu ngai. Nakwetu Saiboko. Anaitwa Nakwetu Saiboko. Ana umri wa miaka mingapi? Kala na jara. Na umri wa miaka 62. Miaka 62. Pia tuwe sauti, lakini pia tuelezee historia yake ya ugonjwa wa kifua kikuu. Jaga tadara tadano. Nilimu anengona ba pende bio moyan. Adokati ari harinda bio moyan. Anasema siwezi nikakumbuka nimeugua kwa muda gani, lakini ni muda mrefu kwa sababu nilianza kuugua kama homa. Yeye baada ya kupata hiyo homa alifanya nini? Ama hapa pende wa Nairobi, kapa kieki tu kwa papa wa maraba kibilo tu hospitali. Lango banga tu. Jando lango. Ana hapa kieki. Kina yule alimo ya molba yenyewe. Anasema alipougua ile homa aliendelea kutumia mizizi. Na yale mizizi sasa hivi yakumbuka kwa sababu ni kila mzizi aliyoambiwa kwamba inaweza kumsaidia yeye alitumia. Na baada ya kuona mizizi sasa imsaidia akafanya nini? Bidola domikirero loki na narani ngo kae ngono. Sio Nasema baada ya kuona kwamba zile mizizi haikuwa inanisaidia niliamua kwenda hospitali. Ndio. Nataka nifahamu alikuwa anaumwa nini? Alikuwa anakohoa, alikuwa anaishiwa nguvu, alikuwa anapungua uzito, alikuwa apati mapumziko mazuri. Nini hasa alikuwa anapigana nacho? Kama hapa pekenda yo Nairobi kakwa bulabo leata lekin todolu radio imoi. Ai bunga ngo hagar. Arango hoke. Na bungelego. Na bunga lokona. Hakili sumsumbuse boke. Nasema kwa ujumla alikuwa anasikia mwili mzima unaniuma, tumbo inaharisha, kichwa kinaniuma, kifua kinanibana. Wakati hayo yote yanamsumbua, yeye alidhani ni nini? Alihisi ugonjwa wote? Wapa yake kubera ikiarra ngo hoke. Iningitorgo iningira lokona kai jira baya kama yana na kisumbira. Hadi na yelo. Nasema mimi sikuwa nalo lifahamu. Nani alimshawishi kwenda hospitali? Papa uwe utenda hospitali. Kangani kitia ka homa hospitali. Mmoja. Sema ni ugonjwa tu, maumivu yamezidi kama kwenda hospitali. Akaenda kwa hospitali. Ndio. Baada ya kufika hospitali, alipatiwa huduma gani? Basi hospitali kala mara takinjo. Tundae hori. Na udanga hospitali na boda homa. Anasema kwa kweli sijaenda hospitali moja. Sababu nilipokuwa nauma nilikuwa nakwenda hospitali mbalimbali. Mara nyingine walikuwa wananipa vidonge, sehemu nyingine walikuwa wananichoma shindano. Bibi ni mtu mzima, ana umri zaidi ya miaka 60, na kutoka hapa hadi hospitali zilipo ni umbali mrefu sana. Alikuwa anawezaje kufika hospitali? Kaa ito yo ndumia rapi baya hospitali. Panda hospitali nani? Mimi pia mimi. Nasema alikuwa anatumia usafiri wa pikipiki kutoka hapa mpaka anafikia hospitali. Ndio. Sawa. Baada ya vipimo mpaka kubainika kama huwa na ugonjwa wa kifua kikuu, wapi waliweza kubaini kama ana ugonjwa wa kifua kikuu? Ama paka piguni yate keti yake kitata makini yelo ni ajo yata TB. Tena hospitali. Pia. Nasema ni mpimo katika hospitali ya Kibaya ndio nikagundulika kwamba na ugonjwa wa kifua kikuu. Muulize kwamba anahisi au anadhani ameambukizwa na nani ugonjwa wa kifua kikuu, au kuna tabia gani ambazo alikuwa nazo ambazo zimesababishia ugonjwa wa kifua kikuu? Redo ore moyane TB ne moyana utakino kaka maye bako be kijokini imoi TB
indim atadamu ajo keeta netii oltung'ani loota apa TB litubutare ashu kakwa bulabul indim atayiolo nindim ajo aidim ainotie TB. Nasema hakumbuki kwamba mazingira yote ambayo aliishi yeye kwamba anaweza kuna maambukizi aliyopata. Ameanza kutumia dawa muda gani? Kati ya karatera anarki alianza kutumia mwezi wa 4 tarehe 11. Kwa hiyo sasa hivi bado yupo kwenye dozi mpaka sasa hivi. Bado hajamaliza matibabu. Lakini amehisi tofauti yote kabla ya kutumia dawa na baada ya kutumia dawa? Kama fi napakata fi nderu kiek ora nderu kiek keye moyo ndio atatose ketongoro na atapona. Nasema ugonjwa umepungua. Ugonjwa umepungua. Anazungumziaje sasa ule muda wote aliotumia kutumia dawa za mitishamba ambazo ametumia kwa muda mrefu lakini hazijamletea faida yoyote? Ora rare ne mtu ngora anali harapa ntaman ke ntanengo ne mtu apalta na gele sibitali obitali na kata o dana andakata pa itu inaita nunda yokiro ke ntanengo sema zile mizizi kwa hajamsaidia. Kilichokuja kumsaidia ni huu muda mfupi wa takriban kama mwezi mmoja na nusu aliokuwa yuko kwenye dawa ameona mafanikio. Bibi ni mtu mzima na atueleze anapata msaada gani kwa watu ambao anaishi nao hapa nyumbani? Kwanza anaishi na nani na umekuwa na msaada gani kwake katika kuboresha afya yake? Gogo kamate ni wini manya na msaada toto nikiakinirikie anda msaada. Anasema yeye msaada anaopata hawa yuko kwanza hapa anakoishi ni kwa watoto wake wa kiume, na msaada wao ndio anamshughulikia sana katika kupata matibabu na kumpeleka hospitali kumchukulia dawa, wao ndio wanamsaidia. Nataka zungumzie ujenzi wa hizi nyumba ambazo boma zinaitwa boma tumeziona katika jamii ya Masai, ndio nyumba ambazo wanazitumia. Hawahisi kwamba kuendelea kuishi katika nyumba za ujenzi wa aina hii unaweza kaendeleza kuleta maambukizi haya? Ogojoiroi ama antarada kuna jijika nkopang na heri na tena mwani jana ne metal dishani emidoldola ajo enkaitoki ana naidim ata iholtung'ana pe tangamuno na gonjwa ne TB. Nasema ajui. Nataka tufahamishe kipindi chake cha usichana alikuwa anajua ugonjwa wa TB upo? Kama anapakata irakinyi ashubolota iningito TB maningito yellow ajitie moyo na TB yellow. Sema hakuwa anaujua. Bila shaka sasa hivi ugonjwa wa TB anaujua na namna kujikinga nao pia anajua. Orara emita yellow na TB ajeti ni yellow enkoito inaiborie galtungani pimito. Sasa hivi anajua. Anaweza kuwaelimisha watazamaji wetu kwamba dalili za TB ni zipi? Irbulabul ana rara bijo aya nkori ngapa aya ai wika kwa wit na pare sabu kiniki na me ni jiro nindi matoliki altungani kwa bulabul kanga yaliki yora diliki yora diliki atu bille bori do alimu ka haina tu kura na the hodani yo ho bangala ngara gori yo ngilanga nganyira yao kwa hanga mabara. Asema mwili ulikuwa unalegea na alikuwa anatoka na jasho hasa usiku. Asurunguli nani? Anasema mgongo ulikuwa unamuuma sana. Kwenye mabega. Wanapata maumivu. Ndio. Labda mwisho tunamalizia mazungumzo yetu, ajaribu kuwashauri watu wa jamii ya Kimasai ambao wanakutana na changamoto za magonjwa mbalimbali lakini hawana ule mwamko wa kwenda hospitali na wanapoteza muda mwingi kutumia zile tiba za asili za Kimasai lakini hazina mafanikio katika magonjwa kama haya TB. Nimego hospitali kanyi ni mati yake lungana tata hii. Sidai hospitali. Mwana anaishi. Nasema naweza nikwambia hospitali ni nzuri kwa sababu mimi nimekwenda na nimepona. Bibi, asante sana. Asante. Kiria kashi. Na mtazamaji, huyo ni Nakwetu Saiboko Mboipoi, bibi mwenye umri wa miaka 62 ambaye anaishi hapa pamoja na watoto wake wa kiume, wakwe zake, wajukuu zake, lakini tangu miaka yake yote ya maisha hakuwahi kujua kama kuna ugonjwa ambao unaitwa kifua kikuu.
lakini ameupata sasa hivi akiwa na umri huu, na amepitia changamoto nyingi sana. Amepitia baadhi, kabla kwenda katika hospitali yoyote alitumia zile tiba za asili za Kimasai kwenye mgonjwa haya, lakini hazikuleta au hazikuzaa matunda yoyote. Baadaye akipata tiba kamili katika hospitali zetu zilizopo huko, na anaendelea vizuri kama ambavyo mwenyewe ameeleza. Lakini wito wake mkubwa kwa watu wa jamii ya Kimasai na Watanzania kwa ujumla, pale ambapo unakutana na changamoto ya maradhi, ni vyema ukaona wataalam katika hospitali zetu zilizopo ili uweze kupata matibabu ambayo yanastahili. Tumezungumza naye, japokuwa hajui kuzungumza lugha ya Kiswahili, anazungumza Kimasai pekee, lakini tumeweza kujua ambacho ametueleza kupitia huduma ya ukalimani ambayo tumepata hapa. Asante sana mtazamaji, tunaendelea kutembea boma kwa boma ili kukutana na baadhi ya watu ambao wamepatikana na changamoto za magonjwa mbalimbali, hasa ugonjwa wa kifua kikuu, na hatua ambazo umeendelea kuzichukua. Lais Saiboko, mtazamaji, ni mtoto wa kiume wa mama na kwetu ambaye tumezungumza naye hapa. Yeye ndiye ambaye alikuwa akimhudumia mama na kuhakikisha mama anapata matibabu mazuri kabisa. Lakini si mama peke yake, kumbe ndiye ambaye amepata ugonjwa wa kifua kikuu katika boma hii. Wapo wengine ambao walipata huu ugonjwa. Sasa sijui waliambukizana au ilikuwaje, nadhani Lais mwenyewe atatueleza. Lais, karibu sana. Asante sana. Tufahamishe, ni watu wangapi ambao walipata ugonjwa wa kifua kikuu hapa kwenye boma yako? Kama mamangu ni watu watatu. Mama yako? Watu watatu. Kuna mdogo wangu ametangulia kupata ugonjwa wa kifua. Tukatibu tu na ugonjwa wa madawa kienyeji, akawa hajasikia, tukapeleka hospitali, haijasikia. Tukapata ushauri na ile mzee, kaenda ikapimwa, kapigwa x-ray, kaonekana iko na TB, na akaendelea na dosi. Nashukuru pia yeye amemaliza dosi, sasa hivi anaendelea vizuri, kuna homo tu kawaida kama binadamu mwingine. Sasa yuko mzima. Kwa hiyo mdogo wako, mama yako? Mdogo wangu wa kwanza. Wa pili kuna mkwe. Na yeye pia alipimwa huko Arusha, kupatikana kuna hiyo ugonjwa. Bahati mbaya lishe itakuwa kidogo huko. Nikajiomba aje huko. Nikapeleka pale na ile kadi yake, nikapata madozi, akaendelea akamaliza dosi hapa, amepona kabisa, akarudi kwa mzee wake. Na yeye pia sasa hivi anaendelea vizuri. Mjuzi pia mama wangu mzazi nikaenda Arusha, nikaleta kwa sababu si aishi hapa. Nikaleta hapa, nilikuwa nimepeleka hospitali huko Arusha, ikapimwa ikapatikana kidonda la tumbo. Katumia ile dozi ya siki. Kakuja na ile dozi kutoka Arusha, sikumbuki tarehe, lakini ni 8. Ikakuja na hiyo dozi, akaendelea hapa, tukajaribu kumaliza hiyo dozi ya siki. Tukaingiza madawa kienyeji tena, akakula hiyo, ugonjwa ni ile ile tu. Tukapeleka hospitali Mbikiri, ikapimwa, ikapatikana iko na typhoid UTI, kachukua hiyo dozi, akakula, ugonjwa ni ile ile tu. Tukakaa, tukaondoka hapa mpaka Kibaya, tukaenda hospitali nyingine, ikapimwa, ikasema na ugonjwa wa moyo. Kakula vidonge swapi kama sikosini swapili mwaka huu. Kakula vidonge hajasaidia. Tukakaa tukapeleka Saanati. Kapimwa Saanati, kapatikana tu ile ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Kakula hiyo dozi, ugonjwa bado ni ile ile tu. Tukaamua tukatafuta huyu mzee, akasema hebu tusaidie. Tukaenda tukapiga x-ray, kapatikana kuna ugonjwa ya TB. Sasa hii anaendelea na dosi kama mwezi mmoja imepita na masiku. Na anaendelea vizuri sasa hivi. Kwa shukuru naendelea vizuri kwa sababu ile uchofu wa mwili imepungua. Alikuwa atembei kutoka hapa kwenda mpaka kidogo majuu, sasa hivi anatembea polepole, anafika anarudi, kiangalia hata afya yenyewe pia si mbaya. Kwa hiyo huu ugonjwa unaambukiza, ndio kusema wameambukizana hapa wote au kila mmoja alikuja nao kutoka? Ukiangalia hapa ugonjwa sio kuambukizana hapa kwangu. Huyu mdogo wangu anakaa kwake. Ndio. Huyu mkwe anakaa kaka ametoka Arusha na ugonjwa wake. Ndio. Tuseme hii mama wangu pia naye ametoka Arusha akiwa na ugonjwa wake. Kwa hiyo nimekuja tu kusaidia kwa hudumia kwa sababu hakuna mmoja ambaye amekuja kuambukizia hapa. Lakini vipi sasa watu wa familia yako, mke wako, watoto wako? Hawana watoto wangu wote, kuna sioni ambao kuna dalili ya ugonjwa.
Ni tu kawaida kama watu wengine. Hakuna mmoja nipeleka hospitali kapima kapatikana na hiyo ugonjwa. Pia mimi nashukuru sijawahi sikia kama niko na dalili, kwa sababu sasa ukiangalia watu wote nimeitibu. Kwanza huyu mamangu nimeangalia vile ugonjwa wake bona imeandama kama ile mama mke. Ndio sasa nikagundua acha nikimbize kwa huduma. Bahati nzuri ilipatikana. Sasa nikuulize swali la mwisho. Katika kama ni wewe, mtoto wako yoyote sasa hivi akiwa na zile dalili za kifua kikuu ambazo bila shaka unazijua, ni hatua gani ambayo utaichukua sasa hivi? Kwa sasa hivi kama nikijua kama dalili ni hiyo, inabidi nipeleke huduma haraka. Peleki kwenye dawa za mitishamba zile? Hapana, siwezi peleka kwenye mitishamba kwa sababu wale wamemaliza hela yangu. Hospitali wamemaliza hela yangu, hakuna msaada ambao nimepata. Rais Saiboko, nakushukuru sana. Asante. Na mtazamaji, mwisho wa makala hii kwa siku ya leo, ambapo iliangazia ugonjwa wa kifua kikuu, na hayo ndiyo yaliyobainika kutoka katika jamii ya Wamaasai waishio maeneo ya vijijini wilayani Kiteto mkoani Manyara. Usikose kufuatilia mwendelezo wa makala hizi juma lijalo, ambapo Bwana Saitoti ataendelea kutuhabarisha hatua kwa hatua mpaka alipopata matibabu ya ugonjwa wa kifua kikuu. Mimi ni Bahati Alex. Kwa sasa fuatilia vipindi vingine vinavyoendelea hapa ITV. Dondoo ya afya wiki hii inafuata. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania.